السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tupo katika darasa letu bado na namna ya kuelekezana namna ya kufanya dua, kuanza dua na kumaliza dua, na dua mbalimbali ambazo kwamba za kisunna ambazo kwamba amezifanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Leo tupo katika faida ya dua ya kuingia msikitini. Ewe ndugu yangu Muislamu, usiache dua ya kuingia msikitini, ina fadhila kubwa sana. Unaweza ukadharau lakini ukapata madhara baadaye, kwa sababu mwenye mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anakuambia, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Usidharau, yani maana yake amerudia anuni taukidi hapa ya kuweka msisitizo. Usidharau jambo lolote au kitu chochote, walau kukutana na ndugu yako kwa uso wa bashasha, pia unapata thawabu. Ndugu yako ukikutana naye ndugu yako unamsalimia kwa uso wa kutabasam, basi thawabu pia unapata. Kwa hiyo tusidharau jambo lolote. Kwa hiyo pale tunapoingia msikitini tunatakiwa tusome dua ya kuingia msikitini. Dua yenyewe ni ipi? Dua yenyewe inasema, Allahumma ftah li abwaba rahmatika, Allahumma ftah li abwaba rahmatika, Allahumma iftah li abwaba rahmatika, Allahumma ftah li, kama unaunganisha Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Usisahau, hii ni dua ambayo kwamba ni ndogo tu, lakini ina mambo ni makubwa. Kwanza, faida ya kwanza, kupata rehma kwa Allah. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akikupa rehma yake, basi ujue riziki, kila kitu, maisha bora, kila kitu, watoto wema, wake wema, yani Mwenyezi Mungu ukipata rehma ya Allah, Mwenyezi Mungu tunasema unakuwa wewe ni mtu ambaye kwamba yani una tabu katika dunia. Cha pili, kuandaliwa kwa ibada. Unaiandaa ibada na pia vile vile unatengeneza khushu', kwa sababu unapofika msikitini na ukisema dua hii unatengeneza khushu', yani ndio unaianza ibada ya swala ya faradhi, labda unaanza ibada na tunasema